Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kwamba Mungu amekutuma kwa walio na kitu. Aliyeumbwa na Mungu ndiye aliyetumwa na Mungu. Aliye na sura ya Mungu, aliye wa sura ya Mungu kwa kuumbwa kwake, ndiye aliyetumwa na Mungu. Yoyote aliye na sura ndiye aliyetumwa na Mungu na kufanya popote pale ulipo. Popote pale ulipo, wewe ndiye uliyetumwa na Mungu. Hapo ulipo umetumwa na Mungu, na umetumwa na Mungu si kwa wasio na kitu, bali umetumwa na Mungu kwa walio na kitu. Narudia, umetumwa na Mungu sio kwa wasio na kitu, bali umetumwa na Mungu kwa walio na kitu. Watakulisha, watakuvisha, watakujengea, watakulimia, watakupa kila kitu cha kupata kukufurahisha wewe uliyetumwa upate kukifikisha hicho kitu. Utapewa kila kitu cha kufanya hicho kilichotumwa, hicho ulichotumwa kukifikisha kiwe katika furaha, kifikishwe kwa starehe, kifikishwe kwa raha, kifikishwe pasipo kuchoka, kifikishwe kwa shangwe ya furaha. Kwa hiyo ulipo umetumwa na Mungu, ulipo umetumwa na Mungu, umewekwa kwa walio na kitu upate kukifikisha hicho ulichotumwa. Tazama, yule na aliyetumwa hicho ulichotumwa kukifikisha ndicho kilicho utawala wako. Hiyo sura, ilo umbo, uo mwonekano, hicho kitu ulichotumwa kukifikisha ndicho kilicho utawala wako, ndiyo utawala wako, kwa kuwa unachokifikisha, ulichotumwa kukifikisha ni hiyo sura ya Mungu kwa kuumbwa kwako. Ni hiyo sura ya Mungu kwa kuumbwa kwako. Popote pale ulipo, ndicho ulichotumwa ukifikishe, ndiyo uliotumwa uifikishe kwenye vyote vilivyopo. Narudi hapa, kilicho cha utumwa wako ndicho kilicho cha utawala wako. Kilicho cha utumwa wako ndicho kilicho cha utawala wako, kwa kuwa ulichotumwa ukifikishe ni hiyo sura ya Mungu kwa iliyokufanya, ni hiyo sura ya Mungu kwa kuumbwa kwako. Ndio maana Mungu amekuumba kwa sura yake. Kwa hiyo unayoifikisha ni hiyo sura yake kwa kuumbwa kwako, ambayo ndiyo yako wewe, na kufanya hiyo sura yako ndiyo utawala wako. Utumwa wa sura yako ulionayo ndiyo utawala wako. Kwa hiyo
popote ulipo, upo kwa walio na kitu. Hiyo sura ya utumwa wako imewekwa kwa walio na kitu, wa kupata kuistarehesha, wa kuipata kuilisha, wa kupata kuivisha, wa kupata kuipa kila kitu, ili wewe upate kuwepo hapo, ili wewe hiyo sura yako ya utumwa wako kwao iwepo siku zote, iwepo isiteseke, iwepo ifurahie, iwepo isiwe na lawama yoyote. Ndiyo, wewe mtoto, kwa sura ya kuumbwa kwako ya utoto, umetumwa kwa walio na kitu, yani wazazi wako. Ni sura ya utumwa, lakini ndiyo sura ya utawala, kwa kuwa wewe utakuwa ni mtoto milele kwa wazazi wako, na umetumwa kwa wazazi wako walio na kitu, wataokuvisha, wataokulisha, wataokupa kila kitu, uendelee kuwa mtoto kwao siku zote, upate kumulika kwa nuru ya utoto uliotumwa uifikishe. Mungu hajakutuma ukatafute, amekutuma upeleke. Narudia, Mungu hajakutuma ukatafute, Mungu amekutuma ukafikishe kwa walio na kitu, kwa kuwa alipokutuma wale ndio unaowafikishia, wale walio na kitu ndio unawafikishia. Popote pale mlipo, wewe uliye na sura ya utoto, wewe uliye na sura ya kuwa mzazi, baba au mama, wewe uliye katika ndoa hiyo, wewe uliye katika familia hii, umetumwa upate kupeleka ulichotumwa katika ndoa hiyo, upate kupeleka ulichotumwa katika familia hiyo, upate kupeleka ulichotumwa katika kijiji hicho, upate kupeleka ulichotumwa kwenye ukoo huu, kwenye taifa hilo, kwenye popote pale ulipo, kwenye dini, dhehebu au hapo ulipo popote, upate kukipeleka hicho. Wewe uliye na taaluma hiyo, wewe uliye na sura ya taaluma hiyo, wewe uliye na sura ya taaluma hiyo na cheti hicho, umetumwa tu ukifikishe hicho. Wewe uliye na taaluma, wewe uliye daktari, umetumwa tu ufikishe udaktari wako, kwa kuwa ni sura yako wewe. Umetumwa tu ufikishe uaskari wako, kwa kuwa ndio sura yako wewe. Umetumwa tu ufikishe ukulima wako, umetumwa tu ufikishe taasisi yako, duka lako hapo ulipo, ufikishe kibanda chako hapo ulipo. Umetumwa tu kwa walio na kitu, ufikishe tu, sio kutafuta. Ufikishe tu, kwa kuwa umetumwa kwa walio na kitu, wa kupata kukuvisha, wa kupata kukulisha, wa kupata kukuhudumia, wa kustareheshe. Duka katika mtaa wako, haujatumwa kutafuta wateja, haujatumwa kutafuta wa kuweza kuja hapo, hujatumwa kutafuta chochote. Ulichotumwa ni kufikisha duka hilo, kwa kuwa wewe ndio wasula ya duka hilo. Likae tu hapo, watakulisha, wateja watakuja kukulisha, wateja watakuja, kwa kuwa hujatumwa kwa wasio na kitu, umetumwa kwa walio na kitu. Na hao walio kitu ndio wanaokulisha, ndio walio wateja wako, ndio wanaokuvisha, ndio wanaokujenga. Ajalishi umetumwa katika sura ya mwonekano gani, lakini kwa kuwepo kwako tu umetumwa
kwa walio na kitu, na wewe katika utumwa wako huu ndio utawala wako, kwa kuwa ndio sura ulio nayo ya kutumikiwa na wote walio na kitu, ili wewe uwepo. Umetumwa kwa walio na kitu wapate kukutumikia, ili tu wewe uwepo na si kingine. Kwa hiyo usijali tena, usiofu tena juu ya utumwa wako. Wewe umesoma, uko na sura ya taaluma hiyo kwa cheti ulicho nacho. Usiwaze tena utakula vipi, utapata vipi kazi, umetumwa kwa walio na kitu, wewe uwepo tu, na leo Mungu anakufanyia, au wote wanakutumikia. Kazi utaipata, si ya kutafuta, kazi unaipata. Wewe mtoto, haujatumwa uanze kuja kutafuta. Uwe mtoto tu, wazazi wako wapo hapo. Uwe mtoto tu kwa wazazi wako. Mzazi, hujatafuta kuja kutafuta chochote. Uwe mzazi tu kwa watoto wako. Mwanamke, uwe mwanamke tu kwa wanamume wote. Wanamume watakuhudumia. Mke, uwe mke tu kwenye familia hiyo. Mume atakuhudumia, mkwe atakuhudumia. Umetumwa kwa walio na kitu. Watoto watakuhudumia. Kila kitu kipo kukuhudumia, upate kustarehe kwenye wanamke wako, upate kustarehe kwenye duka lako, upate kustarehe, kupumzishwa, kuwa na pumziko kwenye sura ya kuumbwa kwako, kwenye sura ya utumwa wako, kwenye sura ya utumwa wako wa kiungu, upate kustarehe. Ndiyo, popote ulipo, Mungu amekuweka kwa walio na kitu. Haupo kutafuta kitu, bali kufikisha ulichotumwa, na ulichotumwa kukifikisha ni hiyo sura kwa kuumbwa kwako. Wewe uli mtoto, wewe uli mzazi, baba au mama, wewe uli mke, wewe uli mume, wewe uli daktari, wewe uli askari, wewe uli injinia, wewe uli mkulima, wewe uliye vyovyote kwa kuitwa kwako, wewe uliye mjasiriamali kwa jina lako, wewe uliye mfanyabiashara kwa jina lako, wewe uliye vyovyote kwa jina lako, umetumwa kufikisha tu hiyo sura kwa kuumbwa kwako, na umetumwa kwa walio na kitu, watao kukustarehesha, watao kupumzisha, upate kufurahia hicho kitu ulichotumwa, kwa kuwa ni nuru, ni taa juu yao. Wazazi wanajivunia kuwa na mtoto, kwa kuwa mtoto ni taa kwa wazazi. Watoto wanajivunia kuwa na wazazi, kwa kuwa mzazi ni taa kwa watoto, na ni huo utumwa wako ndio utawala wako, na ni utawala wa milele. Ni mzazi kwa mtoto milele, ni baba kwa mtoto wako milele, ni mama kwa mtoto wako milele, ni mke kwa mume wako milele, ni mke kwa mume wako milele, ni mume kwa mke wako milele. Ni milele, kwa kuwa ni utumwa ambao ni utawala kwako milele yote. Ndio, popote ulipo, Mungu amekutumwa ambao ni utawala wa milele. Sura yake mwonekana ya utumwa, lakini ndio ya utawala kwako, kwa kuwa ndi sura yako. Umetumwa na yeye, lakini ni utawala kwako. Ndio, popote pale ulipo, Mungu hajakuacha. Mungu amekuweka kwa walio na kitu. Hawataacha kukaa pasipo kukutumikia, hawataacha kukaa pasipo kukulisha, hawataacha kukaa pasipo kukuvisha. Anga litakuvisha, dunia itakuvisha,
ardhi itakuvisha, mimea itakuvisha, kila kitu kikakulisha. Bahari haitaacha kukupatia chochote, popote hakitaacha kukupa chochote, kwa kuwa umewekwa palipo kwa walio na kitu cha kufanya. Wewe kazi ni moja, kumulika na nuru hiyo, nuru ya ualimu, nuru ya utumishi wa Mungu, nuru ya kuwa baba, nuru ya kuwa mama, nuru ya kuwa mfanyabiashara, nuru ya kuwa mjasiriamali, nuru ya kuwa mke, ya kuwa mume, ya kuwa hapo kwa kuitwa kwa jina lako. Umulike tu kwa nuru hiyo, kwa kuwa wanajivunia kuwa na wewe popote pale ulipo. Na leo hii Mungu anakupumzisha. Nipo kukupumzisha popote ulipo. Umetumwa kwa walio na kitu. Hata hapo ulipo umetumwa. Hapa nilipo nipo kukuhudumia, nipo kukupumzisha. Hautakosa chakula ndani mwako, hautakosa watoto kwenye ndoa yako, hautakosa watoto wa kike kwa kiume kwenye ndoa yako. Unapokea watoto. Hautakosa uzima kwenye afya yako, hautakosa afya popote ulipo, hautakosa chakula kwenye mashamba yako, hautakosa mazao kwenye mashamba yako, hautakosa chochote popote ulipo, hautakosa ajira kwenye cheti ulicho nacho, hautakosa chochote kwa uwepo wako. Pokea pumzisho hili. Hautapungukiwa, hautazidiwa na chochote. Utakuwa mwenye starehe, mwenye furaha, mwenye pumziko hapo ulipo, kwenye cheti ulicho nacho, kwenye utoto ulio nao, kwenye kuwa mke kwenye ndoa hiyo, kuwa mume kwenye ndoa hiyo, kuwa baba wa familia hiyo, kuwa mama wa familia hiyo, kuwa wa ukoo huo, kuwa wa dini hiyo, kuwa wa dhehebu hiyo, kuwa mchungaji, kuwa mwalimu, kuwa vyovyote jinsi ulivyo, kwa jina la kuitwa kwako unapumzishwa sasa. Unakuwa hautajutia kuwa mke kwenye familia hiyo, kuwa mume wa familia hiyo, kuwa baba wa familia hiyo, kuwa mtoto wa familia hiyo, kuwa wa taifa hilo ulilo nalo, kuwa wa dunia hii na anga lililopo. Hautajutia kusikia neno hili. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo. Mungu anakupumzisha. Nipo kukupa pumziko, nipo kukupumzisha. Wateja hawatakoma kwenye duka lako, kwenye taasisi yako, kwenye biashara yako. Unalishwa, chakula haitapungua kwenye nyumba yako, mavazi hayatapungua kwenye nyumba yako, popote ulipo. Kuanzia sasa, narudia, popote ulipo, kuanzia sasa, unaposikia neno hili la pumzisho, hautapungukiwa katika nyumba yako, hautapungukiwa kwenye sura ya utumwa wa Mungu ulionao, kwenye sura ya utumwa ambao Mungu amekutuma hapa duniani, amekutuma katika anga hili la mbingu, amekutuma popote pale ulipo. Hautapungukiwa ulipo, kwa kuwa popote ulipo upo milele. Hautapungukiwa, utakuwa mwenye furaha ya kustareheshwa na kila kitu popote ulipo. Pokea pumziko hili na furaha ya kutumwa na Mungu kwa walio na kitu, na pumzisho hili kwa kutumwa na Mungu kwa sura hiyo ya kuumbwa kwako kwenye vyote kwa walio na kitu. Iwe nawe pumziko hili, liwe nawe, usipungukiwe wala kuzidiwa. Pokea pumzisho hili na furaha hii iwe pamoja nawe.